Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Amani ya Mungu iongezeke kwako. Furaha na baraka za Bwana wetu Yesu Kristo zijaze tena nafsi yako katika siku nyingine, katika saa nyingine njema ya kupokea chakula cha Roho. Ninakutakia kuziona baraka za Mungu, nguvu za Mungu, amani ya Bwana Yesu na uweza wa kufufuka kwa Yesu uendelee kutusaidia, kukusaidia. Upo ili utusaidie, utuvushe palipo pagumu na tumshinde adui, mtesi na mdanganyifu na mshitaki wetu yule mwovu. Bwana akubariki. Haleluya. Tuombe. Baba, katika jina lako lenye nguvu sana na uweza, Yesu Kristo, muweza wa yote, mwanzilishi wa kanisa na muumba vyote, Bwana wa yote, uliye juu, uliyetukuka, na kushukuru na kuhitaji. Bariki msikilizaji, mtazamaji na mimi, tutakase, tusamehe. Naomba utakaso kwangu na kwa huyo asikiaye. Baba, naomba rehema, turehemu, turumie, tusamehe Bwana, ututakase kabisa kwa damu yako inayonena mema. Ututakase kabisa kwa rehema zako zilizokuu na nyingi, katika jina lako Yesu. Naomba fadhili zako na rehema zako, Mungu wa rehema, turumie, turumie, murumie, urehemu Baba, tusamehe, tukubali, tuongoze, tushibishe neno lako, nguvu zako, ili tuushinde ulimwengu kabisa, na kila kinachoinuka kisipate uhalali, bali sisi tuendelee sana kwa uweza wako, Mwokozi wangu. Roho Mtakatifu, naomba tufundishe, tuongoze katika neno hili la uzima, wakati wote, saa zote, sasa, kwa jina la Yesu, amen. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Karibu tupokee neno la Mungu, maandiko matakatifu yakiendelea kutushuhudia. Tuendelee na ujumbe huu muhimu sana wa kujua juu ya kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Ni ujumbe muhimu kutafakari, kwa sababu pasipo kujua unaweza ukakaa kwenye kanisa, kumbe unakaa mahali ambako hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Na nani wa kujua? Ni mimi na wewe. Tujue kwamba hapa Roho Mtakatifu yupo au hayupo, na tujue kitu cha kufanya, na huyo Roho Mtakatifu atatufundisha, atatufunulia, atatuongoza. Ni nyakati za mwisho, ni muhimu sana kutambua haya. Kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa upande mwingine ni kwamba pia kanisa lisiloongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Twende tusome maandiko matakatifu. Nianze kusoma hapa katika Matendo ya Mitume sura hii ya 20 mstari ule wa 28. Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari wa 28 mpaka wa 30, anasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mstari wa 29, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Wakiwavuta hao walioamini ili wawaandamie wao. Amen. Hapo umeona mambo kadhaa, yako mambo mengi, kwamba tayari kuna kundi litavuta watu walioamini kuwaandamia wao, maanake kuwatumikia wao. Hapo kuna mambo makubwa sana. Lakini amesema kanisa ni la Mungu. Lakini pia anasema juu ya kanisa ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende sasa tuanze. Lakini kabla sijaingia hapo, pia nikusomee katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza, twende tusome Wakorintho wa kwanza pale, ili kuna kitu pale tukione pia. Wakorintho wa kwanza na sura ile ya kwanza mstari wa 2 anasema hivi,
kwa kanisa la Mungu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila mahali Bwana wao na wetu. Haleluya. Hapa anasema pia kwamba kanisa ni mali ya Mungu. Kwa hiyo nataka tuanze kuelewa hapo kwamba kanisa kwanza ni nini? Kanisa lenyewe ni mali ya Mungu na kanisa limewekwa na Mungu. Msingi wa kanisa ni Yesu Kristo. Kichwa cha kanisa ni Yesu Kristo. Mwanzilishi na mtawala, msingi wa kanisa ni Yesu Kristo, jiwe lililo kuu la pembeni. Kwa hiyo kanisa, tukisema kanisa ni mali ya Mungu mwenyewe. Sasa tunapojifunza juu ya habari ya kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu, ni kwa sababu tayari kuna watu waliolichukua kanisa kama mali yao. Wamechukua kanisa kwa mapenzi yao, wanaliongoza na kuliendesha wanavyotaka. Sasa kanisa haliendeshwi mwanadamu anavyotaka. Kanisa linaendeshwa Roho Mtakatifu anavyotaka. Anasema waliotakaswa. Kwa hiyo kuna waliotakaswa. Anasema nirudie tena, kwa kanisa la Mungu lililoko wapi? Korinto. Anasema kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila mahali Bwana wao na Bwana wetu. Alafu anaendelea mstari, tunasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Waliotakaswa. Kwa hiyo kanisa ni la watu waliotakaswa, yaani manake wasiotakaswa wanatakiwa kuvutwa, kuletwa, kuingia kwenye kanisa. Kwa hiyo kanisa limetakaswa na linatakiwa lionekane katika utakaso, kwa sababu kanisa ni mali ya Mungu, ni mali ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Haleluya. Asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa ni mali ya Mungu moja kwa moja. Kanisa tuelewe kwamba ni mali ya Mungu moja kwa moja. Narudi kule kwenye Matendo ya Mitume sasa. Kule kwenye Matendo ya Mitume, ujumbe huu unaenda kwa kanisa pia la Waefeso, katika kanisa la Waefeso. Na mtume au mtumishi wa Bwana kwa Roho Mtakatifu anapewa ujumbe kuwapelekea watumishi walioko kule Efeso. Ukisoma sura ya 20 inaeleza. Na ndipo sasa wanaambiwa, jitunzeni nafsi zenu. Ninyi mliowekwa kuwa sehemu ya uongozi wa kanisa, wanaambiwa jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Jitunzeni nafsi zenu. Kama wanajitunza nafsi, maanake watunze nafsi za wana wa kanisa. Na kutunza nafsi maanake ni kulinda ili zisije zikaibiwa, zikachafuliwa, zikaingiziwa vitu vingine. Kwa maana ya kuna kulinda. Kama anasema kulinda, anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Jitunzeni. Kutunza maanake yuko mviziaji anayesaka, anayewinda, anayetafuta hizo roho, hizo nafsi, ili azipoteze, ili aziharibu. Kwa hiyo kanisa linatakiwa liongozwe na Roho Mtakatifu kama anavyosema hapa. Kwanza anasema na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kanisa lina watu ambao linatakiwa liwe na watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu, yaani maaskofu, wachungaji, wainjilisti, parishweka, mitume, manabii, walimu wa neno la Mungu. Hao wote na waamini lazima waongozwe na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu kanisa ni mali ya Mungu na limenunuliwa kwa damu ya Yesu na limewekwa na linatakiwa liongozwe na Roho Mtakatifu. Kwanza wanaowekwa wenyewe wanatakiwa watawaliwe na Roho Mtakatifu, kitu ambacho kwa sasa wengi sivyo. Hapa kichwa cha somo hapa tunaweza tukaliweka tukasema, hali ya kanisa kwa sasa. Kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Hali ya sasa ya kanisa.
hali ya sasa ya kanisa. Unaweza ukatafakari hiyo hali ya sasa ya kanisa. Mungu atusaidie sana. Hapa anasema ambao Roho Mtakatifu amewaweka ninyi. Jitunzeni na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi. Kumbe waangalizi wanawekwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeweka. Sasa wakati mwingine watu wanajiweka au wanawekwa tu bila hata kuomba, bila kumuuliza Roho Mtakatifu kwamba huyu anafaa kuwa mzee wa kanisa, mchungaji au askofu. Watu wanajiweka kwenye nafasi. Kuna watu ni watumishi lakini wamewekwa kiurafiki, kiundugu. Ni hatari sana kwamba mtu anawekwa kwenye utumishi wa Mungu kiundugu. Wengine wapo kwa sababu mambo yaliharibika, mambo hawakuwa na kazi, wamekaa hawana kazi, wameona hawana namna, basi wanaingia. Utumishi wa kimungu sio hivyo. Lazima kuwekwa na Roho Mtakatifu. Lazima mtumishi awekwe na Roho Mtakatifu, na muabudu aabudu katika roho na kweli. Yesu anasema katika Yohana 4:24, imetupasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kuna watu wamejiweka na wengine wamewekwa kwenye utumishi. Wengine wameingia humo kwa sababu ya maisha, kwamba sasa hamna namna. Si hivyo. Lazima uongozwe na Roho wa Mungu, kwa sababu kanisa ni mali ya Mungu na limenunuliwa kwa damu ya Yesu, na yeye ndiye ameliweka. Tusijiweke wala tusijitafutie nafasi kama vile wengine wafanyavyo kwenye mambo ya siasa huko. Kanisa sio siasa. Kanisa ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya kanisa kwa sasa lazima uchunguze sana. Ngoja niendelee kidogo. Anasema limenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kanisa kwa ujumla, kuanzia mwanzo, kati mpaka juu, lote linahusika na Roho Mtakatifu, linahusika na Mungu. Kanisa sio mali ya mtu, hata mtu aliongoza anavyotaka. Kanisa sio mali ya mtu, hata mtu afanye anavyotaka. Kanisa sio mali ya mtu, hata kujipangia mipango katika uongozi. Wengine wamejitengenezea uongozi wanavyotaka. Kiongozi ni Roho Mtakatifu, sio mwanadamu. Kiongozi ni Roho mwenyewe. Haleluya. Mstari wa 29 anasema hivi, mtumishi huyu wa Mungu anaongea katika roho. Roho Mtakatifu anasema, najua mimi, anasema ndani yake, anasema najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali. Hasemi mbwa mwitu wale wa porini, wale wanyama. Anasema mbwa mwitu wakali. Anasema najua baada ya kuondoka mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Wasilihurumie kundi. Hao ni watu ambao kazi yao ni kutafuta tu mafanikio. Ndio wanaingia kulirarua kundi. Wana maneno, wana ubinadamu, wanaenda kimwili kabisa. Ndio hao wanaoambiwa wataingia ili kurarua. Lengo lao ni kuvuruga kanisa, na wengine hawavurugi, ila kikawaida utaona kama wanaendesha, kumbe wameshalivuruga, wameliteka kanisa. Ni watu ambao watateka, ni watu ambao wataingia na kufanya wanayotaka. Ndio hao mbwa mwitu. Kazi yao itakuwa ni fedha, ni mali, sio kulifikisha kanisa linapotakiwa. Wanafanya kama kazi ya kawaida tu ya duniani. Anasema kuna watakaoingia kulirarua kundi, na kuna wapo wengi sasa ambao wamelirarua, wanararua kanisa, wanararua watoto wa Mungu katika kanisa, kwenye kwaya, kwenye uzee wa kanisa, kwenye utumishi, kwenye eneo la sadaka, kwenye eneo la mali za kanisa, vitu vya kanisa. Kuna ambao hapo kazi yao ni kurarua. Sasa umuhimu wa somo hili ni kujua, ili uone mahali ulipo, upate uhakika. Na mambo hayo ukiyaona, ujue yalishaandikwa kwenye Biblia. Usipate shida, na usije ukadanganyika ukasema sijui nitaacha tu kwenda kanisani, sijui nitafanyaje. Tafuta, sikiliza Roho Mtakatifu akuongoze, ujue mahali sahihi pa kuabudu katika kanisa, na tena ujue namna ya kusimama, kwa sababu vinginevyo
utaingia porini usipokuwa makini. Lazima tuwe makini, lazima tuwe makini, na lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu. Kanisa ni mimi na wewe, wanaoamini katika Yesu ni kanisa. Sasa kaa katika uongozi wa Roho Mtakatifu ili ujue uongo na ukweli, ili ujue wanaopotosha, ili ujue aliyeingia kurarua kanisa, aliyeingia kurarua kumaliza wanakondoo. Wengine wanaingia, kumbe ameingia kwa lengo la kukupata wewe dada au wewe kaka, ili uingie dhambini, akutoe kwa Yesu. Kwa hiyo angalia, ukiongozwa na Roho hautadanganyika na mwanadamu, hautapotea, hautapotezwa. Si rahisi kudanganyika. Ikiwa Roho Bwana atakuongoza, basi utawajua wadanganyifu. Niendelee kidogo mbele, nasema tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo hapo katika kanisa, Biblia inatuambia au Roho kupitia Paulo mtumishi wa Bwana, Roho Mtakatifu hapa anaonyesha na kutusemesha kwamba kuna wanaoingia na wako walioingia sasa ndani ya kanisa. Sasa wapo walioingia kwa lengo la kurarua, kwa lengo la kupotosha. Wako kazi yao ni kuwavuta watu nje ya Yesu, nje ya Roho Mtakatifu, ili wafanye wanayotaka wao, ili watu wawaandamie wao. Sasa wamo mle kanisani, wanaonekana ni watumishi, lakini kumbe nia zao na wanapotaka ni kanisa liwaandamie wao, yaani liwafuate wao, litii maagizo yao. Kuna watumishi wanataka watu watetemeke kwao. Kuna watumishi wanaitwa watumishi wa Mungu, lakini wanataka watu wawatetemekee. Sasa Yesu hakuja ili atetemekewe. Yesu alikuja ili watu waokolewe. Sisi tupo ni watumishi wa Bwana ili watu wakombolewe waende mbinguni, sio kuwa kama miungu watu, kama mabosi fulani, kama mameneja fulani. Ni watu waokolewe. Haleluya, haleluya. Anasema najua ya kuwa atakuja wenye kurarua, tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie, wawafuate. Hali ya kanisa kwa sasa, hali ya kanisa kwa sasa. Mungu atusaidie sana. Mungu atuongoze na kutuwezesha kwa neema yake. Kuna waliojimilikisha kanisa, kuna walio tumia ubinafsi zaidi, kuna ambao wamejimilikisha. Kuna watu ambao wamejimilikisha kanisa. Sio la sitaki kujimilikisha, yani liwe ni mali yangu mimi mwenyewe, ni mali ya Yesu. Kanisa ni mali ya Mungu, sio mali ya mtu. Kwa hiyo kuna ambao wamejimilikisha, wamelikamata liwe la kwao, kwa hiyo wajipatie faida kupitia kanisa. Hiyo ni dhambi, huo ni uovu. Mungu hakutuweka hivyo, Mungu hakukusudia hayo. Kwa hiyo kuna ambao wanataka ubinadamu zaidi, wanaongoza kibinadamu zaidi bila kumtumia Roho Mtakatifu. Kanisa linatakiwa liongozwe na kumilikiwa na Roho Mtakatifu. Kanisa linatakiwa kufunua au kudhihirisha uwepo wa Mungu au kudhihirisha nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linatakiwa lidhihirishe nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu. Kanisa la Mungu kwa sababu linaongozwa na Roho lazima lidhihirishe uwepo wa Mungu ndani ya ibada duniani. Lazima lidhihirishe liudhihirishe uwepo wa Mungu. Watu waone uwepo wa Mungu katika kanisa. Hilo ndo kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Yaani kuanzia aliye juu pale, mtumishi ambaye amewekwa atawaliwe na Roho Mtakatifu, na hao wengine waongozwe na huyo Roho pia. Haleluya. Twende tuone maandiko matakatifu katika Efeso sura ya 3. Kanisa linatakiwa kufunua, kudhihirisha uwepo wa Mungu, kudhihirisha nguvu za Mungu. Efeso 3 mstari ule wa 8 mpaka wa 11. Efeso 3:8 hadi 11. Twende tuone anasema hivi. Efeso 3:8 anasema,
Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiria mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika. Anasema ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Angalia mstari wa 10 vizuri tena. Ili sasa au kwa sababu sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kanisa liweze kufunua na kudhihirisha watu wajue. Mstari wa 11, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Kwa hiyo kusudi la kuwekwa kanisa ni kanisa lifunue, lidhihirishe hekima ya Mungu, ionekane kupitia kanisa. Wafalme na mamlaka za falme za giza na za dunia zitambue uwepo wa Mungu, zione uwepo wa Mungu, zione mamlaka ya Mungu ikitembea, iwepo, imetawala. Kanisa ndio la kudhihirisha. Ndani ya kanisa watumishi wa Mungu na waamini wa kanisa la Mungu waonekane katika nguvu za Roho, tuonekane katika uwezo wa Roho, sio katika hali ya mwili. Kuna watu sasa fedha imewekwa mbele. Ngoja utaona Yesu anavyosema katika Yohana. Anasema kwa namna mbalimbali, kwa namna nyingi udhihirike uweza wa nguvu za Mungu katika kanisa. Kanisa la Efeso linapelekewa ujumbe huu, na kanisa la leo linapelekewa ujumbe huu sasa, na kuagiza, anasema na kuangaza watu wote. Kumbe lengo ni kuangaza watu wote, waangaziwe nuru, waangaziwe, wajue kweli ya Mungu. Wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane. Hekima ya Mungu ikajulikane kupitia kanisa. Kanisa, hali ya sasa ya kanisa ni kama limetawaliwa na mambo ya dunia, ni kama limezidiwa na nguvu za watawala wa dunia. Watawala wa dunia ndio wanatakiwa zione nguvu za Mungu, watetemeke, lakini si watumishi wa Mungu, wala sio kanisa la Mungu litetemeke kwa watu wa dunia, litetemeke kwa falme za dunia. Falme za dunia zimewekwa na huyu Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa, na kanisa lilianza kuliko chochote duniani. Sasa inapasa tujue haya, na wewe ukikaa katika kanisa ukae katika nguvu za Mungu, utembee katika nguvu za Mungu, udhihirishwe. Yaani wewe, mimi na wewe tudhihirishe nguvu za Mungu. Tukatae kabisa kwenda kwa mazoea, tuongozwe na Roho Mtakatifu, na watu wazione nguvu za Mungu kupitia wewe na mimi, kupitia ibada, kupitia kanisa, makuhani wa Bwana. Haleluya! Lazima kupitia makuhani, watumishi wa Yesu, udhihirisho wa nguvu za Mungu onekane, hekima ya Mungu ionekane, falme zijue, falme za giza zitetemeke, falme za dunia za wanadamu zitetemeke, kwa sababu uweza wa Mungu wetu ni mkuu, Kwa hiyo kanisa linapaswa kuonekana katika namna hiyo. Hii ndilo kanisa linaloongozwa na Roho. Kanisa linaloongozwa na Roho wa Mungu lazima udhihirisho wa nguvu za Mungu na hekima ya Mungu ionekane. Sasa kwa sasa hivi, kwa sehemu kubwa, kuna watumishi wamekamatwa na dunia, kuna watumishi wamezidiwa, wanaenda kimwili kabisa, au wameacha sehemu kubwa ya kibinadamu. Ubinadamu kwa sehemu kubwa umetawala baadhi ya watumishi, baadhi ya watu wanaoabudu, wanaenda kikawaida tu. Lakini anasema kanisa linatakiwa kudhihirisha kwa kadiri ya kusudi la milele
alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kusudi la milele. Kanisa limebeba kusudi la milele la Mungu. Ndani ya kanisa kusudi la milele la Mungu linatakiwa kuonekana. Nguvu na mapenzi ya milele ya Mungu wetu yanatakiwa kuonekana, kujulikana na kutawala na kumiliki na kuwepo milele. Shalom, shalom mwana wa Mungu. Haleluya. Yesu atusaidie. Atusaidie. Anasema alipewa neema huyu mtumishi ili ahubiri mataifa utajiri wa Kristo usiopimika. Mambo makuu, uweza mkuu ujulikane. Watu waupokee katika jina la Yesu. Kuangaza watu wote wajue habari za utukufu wa Mungu, habari za ukombozi, za wokovu. Mungu atusaidie sana. Na watumishi wamezidiwa. Sasa tuone Yesu anavyosema katika Yohana. Hebu tuende katika Yohana sura ile ya 10. Yohana Mtakatifu sura ile ya 10. Yohana Mtakatifu sura ile ya 10. Yohana Mtakatifu sura ile ya 10. Anachotazamia Yesu kwa watumishi wa kanisa, kwa watumishi wa kanisa lake. Hebu tuone anavyosema Yesu. Yohana sura ya 10 na mstari ule wa 12. Nianzie pale mstari wa 12. Yesu anasema hivi: mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Wala mambo ya kondoo. Anasema kwa mfano juu ya kondoo, kwa maana ya watu walionyenyekea, watu walioamua kunyenyekea kwa Yesu aliye mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Watu wanaofuata Yesu ni maana yake, mfano wa kondoo ni unyenyekevu, anayeenda katika utulivu na unyenyekevu, nasi ni kondoo wake. Anasema sasa hivi kwamba kuna watu wa mshahara ambao anasema watu hao si wachungaji. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mtumishi ambaye ametanguliza pesa mbele badala ya kusudi la Mungu, manake huyo anatanguliza mshahara, ameiona fedha ni bora zaidi, au ndio anayoitafuta zaidi kuliko kutafuta nguvu za Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu katika kanisa na watu wapokee huyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hamaanishi kwamba kupata mshahara ni kwamba sio ni mbaya. Hamaanishi, kwa sababu anasema mtenda kazi anastahili posho lake. Yaani mtumishi anapohudumu, anapofanya ile kazi, apewe posho lake. Yesu mwenyewe anasema. Anachokisema hapa ni juu ya kwamba sasa kuna watumishi ambao wameingia kwenye kanisa, lakini lengo lao ni kuwavuta watu waandamie, kama inavyosema kule tulikosoma katika Matendo ya Mitume. Wanavuta watu waandamie. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira ya watu kuwanyenyekea wao na waendelee kutoa mali na sadaka ili wao wajinufaishe. Kwa hiyo kuna watu kazi yao ni kujinufaisha. Ni watumishi lakini wamejijengea kujinufaisha zaidi kuliko kunufaisha mioyo ya watu kwa neno la Mungu na kwa nguvu za Roho, kwa ufunuo na mafunuo. Tunahitaji watu wanufaike. Kwa hiyo wewe tafuta mahali ambapo utanufaishwa wewe, utajazwa neno, utajazwa Roho. Wewe unanisikia, ukiwa ni mtumishi, fanya kazi ya Mungu, watu wajazwe Roho, Yesu ajidhihirishe, udhihirisho wa nguvu za Mungu uonekane katika huduma unayoifanya, katika huduma ninayoifanya. Natamani kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu na watu wakipokea cha Mungu, si kutanguliza maslahi yangu wala kutaka kujilimbikizia mavitu mengi. Kama ni magari na majumba, Bwana atanipa, Bwana ataleta. Kwa hiyo nisiwe lengo langu ndani yangu ni kujipatia mali, utajiri kwanza, ila watu wakombolewe, wakolewe. Ndicho hiki Yesu anasema. Ni watu wa mshahara ambao kondoo si kitu kwao, yaani kanisa si kitu kwao, yaani watu wale ambao wanatakiwa kukombolewa kwao si kitu sana, kwao kitu ni mshahara.
Wametanguliza mshahara zaidi mbele kuliko kutanguliza ufalme wa Mungu. Yesu anasema ufalme wa Mungu kwanza, ufalme wa Mungu kwanza, na hilo ni neno la mwaka huu kwetu. Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu kwanza. Haleluya, kwanza. Hapo ndio unajua hapa ni Roho Mtakatifu anaongoza. Yesu anasema yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Yaani mambo ya watu, kanisa la Mungu si kitu kwake. Si kitu kwake. Kanisa ni mali ya Mungu. Kanisa linatakiwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Nawe unayeenda kanisani unatakiwa ukienda ukaongozwe na Roho Mtakatifu. Usiongozwe na akili zako, usiongozwe na mapenzi yako, usiongozwe na njia za kwako, wala na chochote kingine. Ukiingia mahali pa ibada kanisani, nenda ongozwa na Roho Mtakatifu. Nenda ongozwa na uabudu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ongozwa, wezeshwa na Roho Mtakatifu. Na usijiongoze wala usiende kwa mwili, nenda kwa Roho. Yesu Kristo wa Nazareti akuongoze. Bwana akubariki. Tafuta kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. Tafuta. Angalia mahali ulipo, Roho Mtakatifu yupo mahali hapo, yupo kweli. Hakikisha. Kwa sababu Yesu anasema makristo wa uongo nyakati za mwisho wameshaingia wengi. Mapinga Kristo anaeneza huo upinga Kristo wake mwingi, anawatumia watu. Angalia, uwe na uhakika ili upate kuokolewa na umtumikie Yesu kweli kweli. Mungu akubariki. Baba yangu nakushukuru, naomba mapenzi yako yatimizwe na nguvu zako zikatawale, na utukufu ni wako sasa na milele, katika jina lako Yesu. Naomba rehema, naomba na neema, Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Fadhili zako ni za milele, rehema zako ni za milele. Ninaomba Baba, ukaachilie uweza wa nguvu zako kwa makuhani wako uliowaweka, watumishi wako uliowaweka, wakajazwe Roho, tukajazwe Roho, tuwe imara katika Bwana, tukasimame imara, tusivutwe na fedha wala na mali wala na dunia, tukaacha kusimamia kusudi. Tusije tukakimbia, tusije tukaangalia mambo ya mwili hasa, tukaacha kung'ang'ana na mambo ya Roho kwa kanisa, kwa watu wako. Mungu, tuguse, mguse na muumini yule, msharika yule, atambue, aone, afahamu. Bwana, ninaomba gusa kwa uweza wako. Gusa kwa uweza wako. Gusa moyo wake. Gusa nafsi ya yule kaka. Gusa nafsi ya yule mchungaji, askofu, padri yule. Gusa Bwana kwa makuhani wako, walimu, mitume na manabii wanaokuamini. Gusa mioyo, naomba. Gusa akili na fahamu zetu. Tugeuke. Kanisa ni kanisa la Roho Mtakatifu. Ni mali ya kwako, si mali ya mtu. Wengine wamelifanya kanisa kwa mali yao. Wanaendesha kwa taratibu zao. Wanaendesha kwa kuogopa wafalme wa dunia. Baba, neno linatuonyesha kwamba falme za dunia zinatakiwa zitetemeke kwa kanisa. Na hekima idhihirishwe, ijifunue, watu wajue uweza ulio katika kanisa. Bwana, tusaidie watumishi wako, kanisa lako, tuwezeshe, tuongoze, tuvute kwa jina lako Yesu na kwa damu yako Yesu. Msaada wetu katika wewe Bwana. Ninaomba ruhusu nguvu za Roho zitujaze Bwana, na wanaoabudu wakaabudu katika Roho Mtakatifu. Kiu kubwa ikawake ndani ya watumishi na ndani ya waamini, ndani ya Wakristo, jinsi ya kuabudu katika Roho, na wengine wakaone na kukimbilia. Wapagani walio gizani watoke, wakimbilie kwenye kanisa, waone ndio salama ilipo, ndipo uponyaji ulipo, ndipo uzima ulipo, katika jina la Yesu. Ninaomba Baba, ninaomba Mwokozi,
Tuvute kwa uweza wako, tuvute kwa uweza wako. Mvute yule kaka, mvute yule dada, mwongeze, mzidishe kwa Roho Mtakatifu wako katika jina la Yesu. Ninaomba mponye yule dada, mponye yule kaka, magonjwa yaondoke, roho ya tamaa mbaya iondoke, mawazo mabaya yaondoke kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Guswa na Bwana, barikiwa na Bwana kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kutoke, wasiwasi kutoke, mahangaiko ya kwenda huku na kule ya kutoke. Tulia, Roho Mtakatifu akuongoze mahali pa kuabudu, mahali pa kutolea sadaka, mahali pa kumtukuza. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie, damu Yesu ikufunike, uweza wa Bwana ukujilie katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tafuta kumsikia Roho Mtakatifu, tafuta kuabudu katika roho na kweli, kwa sababu ndilo kusudi na mpango wa Mungu. Hekima ya Mungu ikajulikana kupitia mimi na wewe katika kanisa. Bwana, tujalie hayo Baba, tujaze hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tubariki sana, tubariki sana, tujaze neema, tujaze nguvu kwa Roho Mtakatifu. Baba utukuzwe, lihimidiwe jina lako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutusikia, kwa kutupokea, kwa kutujaza na neema yako. Ruhusu baraka uweza tufunguke, tutambue na kuona vile Mungu umeliweka kanisa na kwamba ni mali yako. Tunapaswa kuendaje? Naomba tuponye nafsi, fikra zetu, ponya mtu pia kwa nguvu ya Roho na kwa damu Yesu. Mbariki, hofu na huzuni ziondoke. Damu Yesu ikuponye mpendwa, damu yako Yesu tunenee uzima na baraka na nguvu katika jina la Yesu. Amen. Bwana akubariki. Karibu sana, endelea kuniombea nami katika huduma ya Nuru Ministry kwa ajili ya kueneza injili vijiji kwa vijiji. Karibu tushiriki pamoja. Shiriki pia kwa sadaka yako, na namba utaziona hapo chini na jina linatokea Eli Mlinzi Mbise. Namba ambazo unaweza kushiriki nasi kwa mawasiliano, kwa maombi na maombezi